Kwanza wakati wiki hii ndio tunaendelea kwenda kuimaliza na tunaenda kuifunga na mechi ya watani wa jadi derby Simba na Yanga. Yanga wakiwa ni wenyeji. Yamekuwa kizungumzwa mengi sana hapa hizi siku 2-3 Maulid, na najua wengi wanataka kufahamu ni nini hasa ambacho kimetokea. Zimekuwa ni tetesi. Sasa hali labda tuanzie hapa kabla ya kwenda kuimulika mechi yenyewe. Ali amefungiwa, Ali amefungiwa. Ukweli ukoje na taarifa hizi zikoje kwanza kwako? Yes, swali zuri Mkule. Kwanza taarifa ya Ali Shaban Kamwe kufungiwa miaka 2 sio taarifa rasmi. Ni tetesi ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii. Nasema sio taarifa rasmi kwa sababu mimi binafsi sijapokea nakala yoyote ya hukumu. Klabu yangu ya Yanga haijapokea nakala yoyote ya hukumu. Hata wanasheria ambao waliniwakilisha pia hawajapokea nakala yoyote ya hukumu. Maana yake hukumu ya jambo lenyewe bado haijatoka. Zilizoenea ni tetesi ambazo hatujui, na mimi binafsi sijui zilitokea wapi, zilivujia wapi, kwa sababu kama mtu alizianzisha tu yes. Unajua anapoitwa kamati ya maadili maana yake si jambo rahisi taarifa zake zikavuja kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu Young Africans kwamba taarifa za Ali Shaban Kamwe kufungiwa sio taarifa rasmi, ni taarifa zilizozuka mitandao ya kijamii. Sasa ukweli wa jambo lenyewe uko vipi? Ni kweli niliitwa kwenye kamati ya maadili, na niliitwa baada ya kupelekwa na kamati ya saa 72 ambayo inaendesha mpira. Yes, wakapeleka shtaka langu kwenye kamati ya maadili, na kesi yangu ya msingi niliambiwa nimeidhalilisha mamlaka kwa maana ya TFF na bodi ya ligi kwa kuzungumza maneno ya uongo yasiyokuwa na busara. Hiyo ndio ilikuwa shtaka langu la msingi, kwa kufanya reference ya post ambayo nilipost au chapisho ambayo nilipandisha kwenye kurasa yangu ya Instagram Februari 3. Ndio ikatumika hiyo na yakawa mashtaka hayo. Kwa hiyo baada ya kuitwa tukaenda kusikiliza, na upande wangu pia wa sheria ambao wanawakilisha tulikuwa nao, jambo likazungumzwa mpaka mwisho, na mwisho wakatuambia sasa nendeni. Sasa tulienda kwa siku 2 pale, Jumatatu na Jumanne. Tukaambiwa nendeni nyumbani, hukumu sasa itatoka baada ya kusikilizwa. Kwenda kwenye details za ndani tulichokizungumza naamini halipo kwenye mamlaka yangu. Hilo ni jambo la kisheria, wako wanasheria unawakilisha, wako na nafasi nzuri ya kuizungumzia kilichozungumzwa pale ndani. Ila neno la mwisho la kamati liambiwa nendeni, tumeshawasikiliza, hukumu tutaitoa. Sasa jana ndio tukasikia hayo maneno mbalimbali yakiandikwa mitandaoni, lakini juzi usiku na yes, lakini ukweli kabisa ni kwamba hakuna hukumu hiyo rasmi ambayo tumeipata. Kwa hiyo tusubiri, ikitoka tutaipokea na tuzungumza. Kwa nini wanakwenda na haraka? Hivi vitu subirini, kwa sababu wenye mamlaka wenyewe watasema, lakini mtu tu anaibuka anazisha tu hapa hana sosi kwa manani kasema. Lakini sio ukisoma haielezi kama mwenyekiti ndio kamati ya maadili ndio kasema, katibu au nani. Hamna. Lakini ile tapakatu. Sawa, hivi vitu vimeibuka Alikamwe. Wewe binafsi vimeku vipi katika hasa kuelekea kwenye dabu na department yako, na kwa maana ya sasa ya kesi au tetesi za hukumu? Tetesi hizi, kwa sababu mechi ni ya kweli na promotion sisi kama club na mimi kama mkuu wa idara ya mawasiliano, ambayo kimsingi idara hizi ndio idara ambazo zinasimamia promotion ya kwenda kwenye mechi husika. Jumatatu sikuweza kufanya majukumu hayo kwa sababu Jumatatu kuanzia asubuhi saa 3 mpaka saa 9 mchana tulikuwa TFF kushughulikia hilo jambo likahairishwa, likaletwa Jumanne kutoka asubuhi mpaka saa 12. Yani natoka tu mlangoni pale ndo adhana
Kwa hiyo siku Yaani nzima Jumanne siku nzima imeishia TFF. Kwa maana yake zile siku mbili ambazo kimsingi ndio tulikuwa tufanye sasa uzinduzi wa amsha kuelekea kwenye mechi, tulizipoteza kwa sababu ya jambo hilo, na tukawa na subira tukasubiri. Sasa jana tunataka Jumatano nataka tuanze tetesi nyingine pia kama hizo zikatokea mitandaoni. Sasa yes, kimsingi niko na viongozi ambao wanaiongoza hii taasisi, wakaniambia kuwa na subiri tufuatilie. Wamefuatilia, wakaambiwa hukumu haipo toka. Umeelewa Kwa sasa wakaniambia tulia, kwa sababu unajua tetesi ile, na mimi nitumie nafasi hii kuwaomba wanaoshughulika na mambo haya ya mitandao ya kijamii, nafikiri ni TCRA, si ndio? Naam. Wafuatilie haya mambo na watoe mwongozo, kwa sababu unajua unapotoa taarifa kama ile huenda una vyanzo, lakini madhara ya taarifa kubwa kama ile ni makubwa kweli. Mimi nitakwambia ile usiku ambao taarifa imetoka, mimi mwenyewe ilibidi niende kukesha hospitali na bi mkubwa, kwa sababu alipata mshtuko mkubwa kwelikweli. Kutiwa pingu ya mpira miaka miwili sio mchezo. Huyu mtu anapoteza kazi yake miaka miwili anakuwa benchi. Toke na mimi sasa mjini niende hospitali, tukakaa mpaka asubuhi, tukamwelezea kwamba ni mambo ambayo hayana ukweli, hata kama akiwa na ukweli, mambo ya kawaida kwenye maisha, watakiwa relax. Kwa hiyo ime to disturb kwenye promotion. Hiyo ni jambo ambalo hata usingenisikia mimi, linaonekana tu kwa picha ya kawaida. Kwa hiyo sisi kama club tunaamini mchezo pia huu ni mkubwa, na Watanzania huu mchezo wanautaka, na uhitaji wa point 3 kwa timu zote mbili pia ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunaamini inshallah tunafanya hamasa leo, na leo peke yake itatosha, naamini kabisa, kuwaamsha wanachama na mashabiki wetu, kuwaamsha Watanzania kujitokeza kwa wingi Benjamin Mkapa siku ya kesho. Tuende inshallah tukapambanie klabu. So far wakati tunaenda kutaka kujua au tunataka kufahamu labda maandalizi ya timu yako namna gani, swala la tiketi likoje mtandaoni? Manunuzi ya tiketi yako vipi hadi hivi sasa? Yes, kwanza unajua tiketi za VIPA nafikiri hii ni kwa mara ya kwanza kabisa kwenye historia ya dabi, lakini pia kwenye historia ya mechi kwa miaka hii karibuni. Tiketi za VIPA zilimalizika siku ya Jumapili. Yaani ikiwa Ncard ambao wanashughulikia swala la ticket wametia tu kwenye system kwamba tiketi za VIPA ni hizi, Jumapili zikamalizika. Kwa sababu nyuma yake Yanga tulikuwa tunacheza mechi ya ligi. Ndio tuko Mwanza. Kwa hiyo Jumapili mzigo ulivyowekwa, tiketi zikawa zimalizika. Kwa hiyo tuliona muamko ni mkubwa kutoka siku ya kwanza, hata tujatangaza tiketi za VIPA zikawa zimeshamalizika. Kwa hiyo tunaamini muamko ule umeendelea pia kwa tiketi za VIPB, VIPC, na muamko ule pia utakuwa na athari kwa siku ya leo na kesho kwa tiketi zote kumalizika, na sasa Watanzania kwenda kupata. Unajua inapoitwa Kariakoo Derby, sisi tu bado hatujaweza kujivunia vizuri, yaani hatujaweza kutamba vizuri. Unajua sisi ambao tunapata bahati kidogo ya kusafiri Maulid, ukifika Algeria, namna wanavizungumza dabi yao ya Algeria ni tofauti kabisa. Hata hapa South Africa tu, japokuwa timu zenyewe zote zina mtafute Orlando na Kaizer, lakini napofika mechi ya Orlando na Kaizer Chiefs, watu wanakuwa wajivuni na mpira wao, yani wanaona kwamba sasa tunakwenda kwenye tukio kubwa la nchi. Yani wanaamini Afrika yote huwa inatulia kwa ajili ya kuitazama dabi ya South Africa. Kwa hiyo sisi hapa tuanze, shida yetu ni kwamba hatujaamini kwamba dabi yetu inapotajwa kwamba ni ya 3 au ya 4 kwa ukubwa barani Afrika, sisi tuna tabia za kitanzania za kupinga, tunajipinga mpaka wenyewe, yani kwamba ni kweli. Lakini ukweli msisimko ambao upo kwenye ligi yetu, msisimko ni mkubwa sana, na hii inafanya tujivunie. Yani tuone kwamba sasa tunakwenda kwenye tukio kubwa ambalo nyie wote ni mashuhuda, mna marafiki ambao wanasafiri kutoka nchi jirani, kutoka nchi za mbali, waandishi wa habari mbalimbali wanakuja kwa ajili ya kuishuhudia Kariakoo Derby. Na ladha ya Kariakoo Derby Maulid sio dakika 90 peke yake. Ni hizi amsha hivi vionjo hivi. Hivi ndio ladha ya derby. Kigoma unapokisikia ndio ladha hii. Sisi pale Tunisia tulienda, wakatuambia tunafuatiliaga dabi yenu. Katika kitu hatukielewi, eti ni nyie mnaongozana pamoja. Yaani wao wanaona jambo, kwa njia zinatenganishwa. Yaani kama huko ingekuwa Tunisia
ile njia ya VETA ile ilikuwa njia ya Yanga, alafu njia ya Mbagala hii ni njia ya Simba. Yaani hamwezi kukutana. Lakini unashangaa watu bodaboda yeye Simba, abiria Yanga wanakwenda uwanjani. Familia mama hapa na nini wanakwenda uwanjani. Ila wakifika uwanjani kwenye mageti pale wanaachana. Sasa nyie huku, nyie huku. Alafu wanashangilia, wanazodoana, mechi ikiisha wanarudi kwenye njia ile ile. Yaani Afrika hicho kitu kinatafutwa. Sisi tunacho. Tuna kila sababu ya kujivunia kwamba ladha hii ya utani wetu huu kuzodoana hivi kwenye dabi ni jambo ambalo linatupa thamani kubwa mpira wetu na linakuwa na mvuto mkubwa. Labda hatuoni ndani, lakini nje unapotuona wenzetu sisi ni kioo cha kuigwa. Sawa, na mimi niongezee swali hapo. Yanga amekuwa ana dominate Simba kwa karibu. Sasa ongea kwa Kiswahili. Kuna watu wanasikiliza hapa hawajui maana ya kudominate. Yanga amekuwa mbabe angalia hata huko nyuma ule ubabe ulikuwa unaendana na levels au ubora wa kikosi cha Yanga ambayo Simba ilikuwa iko chini kidogo. Sasa hivi unaona Simba kapandisha ubora kwa yani weka niweke kama mate huko kafunga. Kwa hiyo mshasiku mtaguna ngoja ni ukweli. Mlinipigia makofi kwenye ukweli wa kwanza. Huo ni ukweli wa pili. Kwa hiyo ukija kwenye level ya ushindani ni dabi ambayo ina hisia tofauti kiukweli. Na hata nyinyi wenyewe ukikaa na akili yako sasa achana akili ukikaa na akili yako chumbani. Yanga hamna rekebisha. Sawa. Ukikaa na akili yako binafsi kwamba hii ni dabi ngumu. Kwa upande wa Yanga hali ikoje? Kwa sababu kuna muda mlikuwa mkikai mkiangalia mchezo na hautunapiga. Lakini sasa hivi unaona kabisa ndiki inaenda kupiga. Kwanza Anwar Binde umetamka neno zuri mwanzoni kwamba Yanga tumekuwa wababe wa Simba kwa kipindi kirefu kidogo hapa. Si kweli kwamba Yanga imekuwa wababe wa Simba kwa sababu Simba ni dhaifu. Yanga imekuwa wababe wa Simba kwa sababu Yanga ni bora mbele ya Simba kwa kipindi hiko. Wao wanakuwa bora, wanafanya maandalizi, ila wakija uwanjani wanaikuta Yanga ikiwa bora zaidi. Kwa hiyo ubora wa Yanga ndio unafanya wewe uone udhaifu wa Simba. Lakini hakuna mechi tumekwenda Simba ikiwa dhaifu, Yanga ikiwa bora. Tunakwenda wote bora kabla dakika 90. Baada ya dakika 90 ndio watangazaji wanapata kwamba au sasa dhaifu. Umeelewa? Kwa hiyo udhaifu wa Simba umetengenezwa na ubora wa Yanga. Ndio Kiswahili kikae hivyo. Simba ni bora lakini anapataga udhaifu anapoingia dakika 90 na Yanga. Kwa hiyo tunaamini hata mechi ya kesho Simba atakuja bora vile vile kama alivyokuja miaka iliyopita. Na Yanga tutakwenda na ubora ule ule kama tulivyokwenda miaka iliyopita. Na imani yetu sasa baada ya 90 mtaiona Yanga ikiwa bora zaidi kwa sababu pale kinachoamua shehe sio tena haya maneno. Sio hivi vigoma, sio hivi tambo. Inachoamua pale shehe ni miguu ya Pacome Zouzoua Profesa. Inayoamua pale ni akili ya Daktari Khalid Aucho. Inayoamua pale Sasa hapo huo ni ubora ambao umeuona kwa muda mrefu. Ndugu yangu, haujamuona Lombo Master, haujamuona Kikanga Speed. Jaribu pale Mwanza, uwanja una shida lakini alitembea kama Ferrari inavyotembea kwenye mashindano ya magari. Sasa amekuja Benjamin Mkapa na Mheshimiwa Msigu ametuambia pitch iko safi. Yaani inachotaka kufanyika ni kwamba Daktari Aucho aweke tu nyuma. Kikanga Lombo kidole kipo juu. Naiona. Sawa, hizo ni tambo na ni kweli ninachokiongea kwa upande wa timu yako. Na hapa najua unaongelea timu yako. Lakini ukikaa ukiangalia mpinzani wako unaweza ukaona baadhi ya kiuhalisia. Kuna baadhi ya wachezaji ukiangalia unasema huyu ana level sawa au anaweza akaingia hata kwenye kikosi chetu. Mimi kwanza ni dhambi kuwazungumzia wachezaji wa timu nyingine. Ni dhambi na nitakuwa naukosea mshahara wangu. Mimi Yanga wameniajiri kuwasifia na kuwazungumzia wanajeshi wa klabu ya Yanga. Kwa sababu ndio wachezaji bora ambao watakiwa wana Yanga tujivunie nao. Msingi wa swali nataka kulijenga na ubora hata wa idadi mpaka sasa hivi imekuwa bora. Ni difference kwenye msimamo wa ligi. Yes.
hichi kitu lazima tukieleze kwa uwazi. Msisimko mkubwa umekuja kwa sababu ya tofauti ya point kwenye msimamo, na ndio maana perception ya watu wengi kwamba hii inaweza kuwa mechi ya kuamua ubingwa. Kwa hiyo huo msisimko, jitihada za hao wenzetu kujaribu kutufukuza, tofauti imekuwa pointi moja, imeleta chachu sasa ya mechi yenyewe, na hiyo chachu hiyo ndio imeongeza ugumu, kwa maana tukidondosha point hapa mambo yatakuwa magumu. Na kitu ambacho Anuari, sisi kama Yanga jana, unajua tulifanya iftar na boss Halib Said Mohamed na kamati ya utendaji yote chini ya rais wetu Engineer Hersi Said. Moja katika mazungumzo ambayo engineer aliwaambia wachezaji, na hii ni kweli, kawaambia huu ni ukweli ambao hata kama uzungumzi uko nje lazima mimi niwaeleze ukweli. Namba moja, msimu huu tulishakaa juu kwa tofauti ya pointi 5 wakati msimu unaanza, tukapoteza hiyo advantage, wakarudi juu ndani ya muda mfupi. Tushakaa juu kwa tofauti ya pointi 1 hivi karibuni, tukapoteza advantage, wakarudi juu. Hii bahati tulipata sasa hivi wakaa juu tena kwa pointi 1, hatutaki kuichezea. Tukiichezea maana yake tumechezea furaha zetu msimu huu. Kwa lazima players wapate ujumbe kwamba tunakwenda kwenye mechi ambayo inaweza kucheza na furaha za wanayanga msimu. Kwa hiyo lazima concentration iwe kubwa, focus iwe vizuri. Huwezi kusemea taasisi kubwa kama hii yenye mashabiki zaidi ya milioni 35 wakakimbia maswali. Umemaliza maswali yako? Umemaliza Anuari? Anuari nilikuwa namuelezea tu kwamba kwamba sitakiwi sasa hivi kupoteza tena. Ukiwa kileleni. Maana sasa hivi tunaingia kwenye dabi, sisi tukiwa na advantage ya pointi 1. Kitu kiporo watacheza, lakini sisi tunahesabu pointi 1. Kwa hiyo hatutakiwi kufanya mzaha na hiyo pointi tena. Mechi zimebakia chache mno msimu kumalizika. Kwa lazima focus iwe pale. Na sisi kama Yanga mara zote kinachotupa jeuri jamani ni wachezaji wetu. Yaani sisi Yanga tunataka kama tunaringa hivi, kama tunajisikia hivi, ni matokeo ya usajili mzuri ambao uongozi umefanya. Hivi kwa mfano mimi ningekuwa labda nashabikia timu, mchezaji unakuwa mwanachama, alafu timu yako eti Duke Abuya anaweza akaanza benchi akisubiri kuingia. Wewe haikutishi hiyo? Yaani Kletos Chota Chama Triple C anakunja nne anasubiri kuingia. Wewe haikutishi hiyo? Kwa hiyo yani watu watuelewe, sio kwamba wanayanga hii timu yetu inafanya tuwe hivi. Yaani tupo kwenye mfungo hapa wa Ramadhani, tupo kwenye ibada ya Kwaresma hapa, lakini sisi moyo wetu bado tunasikia raha. Tukifikiria timu yetu basi raha moyoni ndugu yangu. Ali, unakutana na wachezaji na hata jana pia bila shaka umeonana nao. Hii mechi wanaitaka kwa kiasi gani? Pamoja na maneno ya rais wakati anazungumza nao. Mechi hii bwana tumeigawa sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya pointi 3 ambazo tunaamini zitatuongezea kwenda kwenye kutetea kwa mara ya 4 mfululizo ubingwa wetu. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni motivation. Bonus kilima. Bonus. Na mzigo umewekwa. Yes. Unaelewa? Mzigo sana. Bonus mlima. Kwa hiyo ni upande wa pili, hapo tunazungumzia football. Upande wa pili ambao ni upande wa motivation. Upande wa tatu ni heshima. Kwamba wachezaji wanajua yamezungumzwa mengi hapa katikati kuhusu wao. Yamechambuliwa mengi hapa kuhusu wao. Sasa hatuwezi kuwajibia sisi. Mimi siwezi kusema kwamba Pacome sio veterani. Pacome anatakiwa akaseme yeye kwenye pitch. Mimi siwezi kusema kwamba Max wewe sio mzee. Max anatakiwa akajisemee. Kwa hiyo wana nafasi ya kwenda kupambania pia heshima yao ambayo imechafuliwa hapa katikati. Kwa hiyo ndio maeneo matatu ambayo tunaingia nayo kesho Benjamin Mkapa. Na hapo kwenye mzigo, kwenye bonus, kuna taarifa nilizopata, ni utaniambia kama kweli au sio kweli. Dabi ile ya 5-1 kuna mzigo, kuna kiasi cha mzigo kiliwekwa kwa ajili ya ushindi. Sawa, kama milioni 200 hivi, kwamba mkishinda tu, lakini mkishinda kuanzia goli 3 na kuendelea, kila goli linaendelea linalotoa
tokea kuanzia hapo ni milioni 100. Watu wakakunja milioni 500. Yani kwa maana elezea ili mtu ambaye ni mgeni ajue 500 walipata vipi. Yani kwamba ingekuwa 2-1 bonus ilikuwa 200. Lakini baada ya goli la 3, la 4 na la 5 zile kila goli ilikuwa 100 imeweka. Sasa ndo kuelezea yani msikilizaji mgeni wa Sports Arena hiyo mechi gani goli imeisha. Hapa tunaongelea dabi. Mbona nilisema dabi ya 5-1? Sababu zikitolewa bonus kwenye timu nyingine huko kelele zinakuwa nyingi. Lakini sasa hapa upele umemkuta mkonaji. Yes. Mimi sijui Khalid Said anamiliki kiasi gani kwenye utajiri wake. Lakini bonus iliyoiwewa kwenye mechi hii ni hela ya ndoto zetu wote hapa. Yani tukizichanganya yani tuchange ndoto zetu wote. Yani wataka kumiliki boti, wataka kumiliki ndege, mchange mawazo yenu wote. Hiyo kiwango cha bonus hiyo ambayo watapata wachezaji. Hii katika mechi hii tu peke yake ya dabi ama endapo wakichukua ubingwa nzima dakika 90 kaka. Kwa hiyo kama nataka kupata hesabu, lete peni na karatasi, kila mtu aandike ndoto yake. Nataka kujenga gorofa, nataka kumiliki boti, yote afu mpige mahesabu. Nataka kumiliki Wasafi. Ndio kiwango ambacho wachezaji dakika 90 tu mkitupa furaha. Basi. Hivyo. Wala kama mmeogopa hivi. Hatuchezi na nyinyi lakini mmeingia hivi. Mpira sasa hivi ni pesa. Na watu wanaweka pesa nyingi kupata hiyo furaha ambayo unaitaka. Lakini tunapoongea hivi tunaongea upande mmoja kwa sababu Alikamwe na wote tunaoona hapa focus yao ni moja, wanataka ushindi. Sahihi kabisa. Lakini matokeo ya mpira tunayajua. Na moja ya sehemu ambayo nimeanza kuwaheshimu mashabiki wa Yanga ni pale ambapo zamani ilikuwa timu ikipoteza walikuwa wanafurugu kweli. Lakini sasa hivi unaona timu inaweza kupoteza, mashabiki wa Yanga wakasimama wakapiga makofi. Hata ukienda kwenye vikao vya nje ni wachache ambao bado wana akili za kizamani za kuanza kupiga watu na nini. Lakini tunaelewa kwenye idadi na dabi imebeba hisia nyingi. Naomba utoe rai hasa kwa wale ambao wanajionaga kwamba wao wana haki kuliko wale wengine, wala wanajitaga makomando. Sababu hao pia wamekuwa ni sehemu ya kuharibu mpira. Wanafanya hao wanajua wanachokifanya. Sahihi. Yeke sahihi ni kijibu watu ambao kama matokeo yameenda ndivyo sivyo, wamekuwa wanahisia kuliko uhalisia. Anaweza akawa na hasa ili kwa waandishi wa habari. Mtu anaweza akawa anafanywa interview na toa maoni yake akamchapa kibao mbele ya kamera na nini, vitu kama hivi vya kihuni ambavyo vinaharibu taswira nzima. Picha na wakati. Kwanza sisi kama club, uongozi wa Young African Sports Club hatuungi mkono vitendo hivyo. Ni vitendo vya kihuni ambavyo havina nafasi hata kwa bahati mbaya kutokea kwenye maeneo ya viwanja. Sawa. Mtu anakwenda uwanjani kupata burudani, akipoteza mechi anarudi nyumbani kufanya tathmini ya timu yake, nini kifuate. Hakuna nafasi hata bahati mbaya watu kupigana, matokeo yakiwa hayako sawa. Kwa hiyo nitumie pia nafasi hii kuwaambia mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yangu na Watanzania wanaokwenda viwanjani, hii ni tabia ya kishamba, ni tabia ya kizamani kupigana kwa ajili ya mpira. Lakini pia linapokuja swala la Kariakoo Derby, pale kuna asili ya utani wa jadi. Sikia juzi kaka yangu Maulid hapa akitukumbusha baadhi ya matukio ya utani wa jadi wa Simba na Yanga. Kabisa. Hizi timu zimeunganisha familia zetu, zimeunganisha koo zetu. Unapompiga shabiki kwa sababu ya matokeo ambaye ni mtani wako, athari yake haishii pale na upigana. Athari yake na chuki yake inakwenda mbali kwenye level kubwa mpaka kwenye familia. Kwa hiyo sisi kama klabu ya Young Africans tunapinga vikali hilo jambo. Lakini jambo la pili, na hii nafasi sasa ya waandishi wa habari pia kuplay part yenu. Ndio. Haya mahojiano ambayo yanafanyika baada ya mechi kwenye maeneo ambayo sio rasmi, kwa sababu kimsingi mwandishi wa habari mechi anapokwenda kiwanjani
kwa mujibu wa kitambulisho chake, yako maeneo rasmi ya kufanyia kazi. Kwa mara ya kwanza afisa habari wa Wananchi Young Africans Ali Shabani Kamwe ametoka hadharani na kuzungumza nini hasa kinaendelea kutokana na taarifa ambayo imetoka yeye kufungiwa, na moja ya kitu ambacho amekizungumza ni kweli taarifa ipo ya kuita kamati ya maadili, lakini bado kama Young Africans, kama mwanasheria wa Young Africans, kama Ali Kamwe mwenyewe bado hawajapokea barua ya maamuzi ambayo yameweza kuamuriwa na kamati kuhusiana hiki ambacho kinaendelea kuzungumzwa kwamba yeye amefungiwa miaka 2. Kwa upande wao Young Africans hawajapokea barua yoyote wala taarifa yoyote kuhusiana na hili jambo, hivyo wanachokisubiri kwa upande wao ni kupokea maamuzi ya kamati, nini hasa kimeweza kuamuriwa, lakini sio hiki ambacho kinaendelea kuzungumzwa. Huenda inasubiriwa wao muda wao mwafaka, muda sahihi kuweza kufanya haya maamuzi na kuamua nini hasa kinaendelea. Tuambie maoni yako kuhusiana na hili la Ali Shabani Kamwe na maamuzi ambayo yamekuwa tetesi kwamba amefungiwa miaka 2, lakini baada ya kuzuka mambo mengi bado taarifa rasmi haijatoka kuweza kukanusha hili ama kuthibitisha kuhusiana na hili ambalo limeendelea kuzungumza na watu. Maoni yako ni muhimu, lakini kubwa zaidi tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.